wale ambao walipata alama moja kutoka kwetu tena kwa shida. Amesawazisha dakika ya 80 na kitu huko, tena kwa mkwaju wa penati. Leo yuko fainali. Kwa hiyo hii, kama unalinganisha uchezaji wa timu na timu, unaona namna ambavyo JKT Queens walikuwa bora katika mashindano haya na pengine walistahili kuwa mabingwa, isipokuwa tu mpango wa Mungu pengine haukuruhusu hayo yao. Na ukitazama sisi tumecheza mechi 3, lakini mechi zote hizo tumepigiwa penati. Wakati mwingine mnacheza umeshajisahau kabisa, mnapigiwa filimbi, mwamuzi anasikilizia. Sasa mnajiuliza kuna nini huko? Mwamuzi anasikilizia huko mambo ya VAR. Anasikilizia, umeshacheza muda mrefu tu, anasikilizia, anaamuru kwamba ni mkwaju wa penati. Sasa ile ilikuwa inawaondoa vijana wetu mchezoni, kwamba tukio la muda mrefu umepita, halafu linakuja kuletwa pale na linaletwa kwamba ni penati. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo. Hayo yamepita, yapo ya kujifunza. Tumeongeza uzoefu, tuna imani sasa tunakuja kuanza ligi ya hapa nyumbani. Bingwa wa ligi ya hapa nyumbani anakwenda kwenye mashindano ya Sekafa, na bingwa wa Sekafa ndiye anayekwenda kwenye ligi ya mabingwa Afrika huko tulikokuwa. Tuna imani tu bora tunakuja kupambana kwenye ligi ya nyumbani, tuwe mabingwa, twende Sekafa tuwe mabingwa, turudi kwa mara ya 3. Sasa tutakapokwenda mara ya 3 kwenye mashindano hayo, tumeshajifunza nini tufanye, wapi pengine tulipungua, benchi la ufundi limeona, tunakwenda kivingine. Tunarudi nyumbani, tuanze ligi ya nyumbani, tuchukue kikombe cha ubingwa wa ligi ya nyumbani, twende Sekafa, tuchukue kikombe cha ubingwa wa Sekafa, na hatimaye twende tena huko kwa wakubwa wenzetu kwa mara nyingine ya 3 ya kihistoria. Hiyo nina hakika Mwenyezi Mungu hawezi akakutupa siku zote wakati una ubora na uwezo wa kufika huko unakotaka, alafu yeye akawa na kunyang'anya tu. Sisi kwa kweli tunakuja kujipanga tukiamini tutaenda kwa mara ya 3 na tutafanya makubwa katika mashindano haya. Sawa Masau, mbali na hayo bana yaliyojiri hapa nyumbani, si unayo? Yaani tunakukaribisha na ya nyumbani pia. Nilikuwa mbali, kwa hiyo haya ya nyumbani bado sijayafuatilia sana. Na kule nilikuwa bize na masuala ya kimataifa, kwa hiyo ndo nimefika sasa nianze kuulizia hapa nyumbani kulitokea nini. Baada ya hapo tuanze kujipanga. Kwa hapa sasa sinaruhusiwa kukumbushia yaliyojiri angalau kwa muhtasari? Kwa sasa kwa sababu sijayapata kinaga ubaga, nikiyazungumzia nitakuwa naweza nikadanganya watu. Kwa hiyo kwa vile nimefika na bado yanaendelea ya nyumbani, tutaelezana tu nikiwepo hapa na nikiwa nimeshuhudia. Basi kabla hujaenda kuyapata kwa kina, mimi nakukumbushia ulivyoondoka ile siku, kesho yake JKT ulipoteza bana kwa 2-1 na Simba. Kumbe unazungumzia Simba. Mimi niseme tu kwamba JKT Tanzania bado tunaamini ni bora, na wale walioshuhudia mchezo ule waliona kwamba JKT Tanzania aliuchezaje ule mchezo na alikuwa na viwango vipi vya ubora ukilinganisha na wapinzani wetu. Wakati fulani kama nilivyosema, matokeo ya mpira wa miguu yanaweza yakaja katika hali ambayo mtu hakuifikiria wala hakuitarajia. Ndicho hicho walichopata wenzetu Simba. Yaani kile ambacho walikipata hawakukitarajia. Yaani wao hayakuwa matarajio yao kwa namna JKT Tanzania alivyocheza ule mchezo. Kumbuka JKT Tanzania alifunga goli
aliyekuwa wa kwanza kufunga goli, wamekuja kusawazisha wakaongeza. Na hata ukiangalia magoli walioyafunga hata hayana raha, hayana radha. Goli la kwanza niliangalia, na beki wetu alikuwa amemiliki kabisa mpira, sijui alijisaulisha nangu kijana wetu yule, akaja akapiga kichwa miguuni kwake akapachika goli. Ni goli ambalo hata mtu hakulitarajia, kwa sababu alikuwa na move ya aina yoyote ile. Hata wao nadhani walishangaa hili goli limeingia. Goli la pili, mabeki wetu wawili walijichanganya, kampira tu kadogo, mabeki walijichanganya, ule mpira ukawapita, ukamkuta mfungaji akiwa peke yake akapata lile goli. Na mimi naamini kwamba Simba wanaamini kabisa kwamba hawakustahili kushinda ule mchezo, isipokuwa tu kule kwetu tuna msemo kwamba isienene ya gwakunda, yani ni bahati senene unawajua yani badala ya kwenda kuwatafuta huko anakuja tu anakuangukia hapa tumboni, unaokota tu kirahisi. Ndicho walichokifanya, yani hawakuwa na uwezo wa kushinda ile mechi. Hata leo ukiwauliza kwamba ile mechi ilikuweje, watakwambia fika kwamba Mwenyezi Mungu alitusaidia. Hatukuwa na uwezo wa kupata alama kwa JKT Tanzania kwa ubora waliokuwa nao katika ule mchezo. Kwa yule ambaye ni mkweli na anaujua mpira atayasema hayo. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba tulipoteza ile mechi katika mazingira hayo. Tunajipanga, tuko vizuri. Msimu huu tumepanga kufanya makubwa zaidi. JKT Tanzania tunalenga wafuate JKT Queens kule wanapofika na wao wafuate. Bali na hayo ilisambaa sana taarifa yenu ya mchezo wa kirafiki baada ya ile 2-1 mkaja kufungwa tena 6 kwenye uwanja ule ule wa Meja Jenerali Samuel Masawe, na wakatamba sana kwamba si mnaona kile kilichotokea hakikuwa cha bahati mbaya. Mechi ya kirafiki ni mechi tu ya kujifurahisha, si mechi ya mashindano, sio mechi ya wala sisi sio mechi ya kutolea macho. Tuliwahi kuwafunga 2 pale Isamuyo na wakaomba tusitangaze kwamba wapo waliofuatilia na wakapata matokeo. Kwa hiyo sisi mechi hizi za kirafiki huwa wala hazitupi shida. Tunacheza tu kuwaweka vijana sawa, kwamba wakoje. Kwa hiyo tunacheza tu kujifurahisha, ndio maana ya kirafiki. Na ni kirafiki tu, unaweza ukamruhusu ataka funga 10 ili ajifurahishe, ili ajifurahishe, lakini unajua kabisa kwamba huyu uwezo wake kwangu bado ni mdogo. Bado ndicho kilichotokea. Tuliwapa wajifurahishe, watangaze, waseme watakavyoweza, lakini kiuwezo bado sisi tunaamini kwamba JKT Tanzania tu bora msimu huu, tu bora sana. Niliona ile post ambayo ilifurahiwa na watu wengi kwamba ukiona haya matokeo delete, futa kabisa, sababu hayana maana. Ndio maana yake. Ila sasa wao wakayaona yana maana, lakini sisi hatukuyapa uzito na umuhimu. Kwa hiyo kisasi kitalipa. Sisi bado, kwa sababu ni ligi inaendelea na tuna mechi ya marudiano. Nadhani hiyo Watanzania watakuja kuona kwamba kweli JKT Tanzania ni bora sana katika soka la Tanzania kwa sasa. Ni Watanzania ambao wanaitangaza Tanzania kwenye uwezo na ubora mkubwa katika kucheza mpira. Kwa hiyo msimu huu ubora huo utaonekana sana. Mechi ijayo ni dhidi ya KMC pale kwenye uwanja wa KMC Complex. Mipango pia imekaeje ikiwa ndio unawasili? Pamoja na kwamba nafika sasa, lakini sisi huwa tuko tayari muda wote. Kilicho bora ni bora tu. Kwa hiyo naenda uwanjani tukiwa na machungu hayo ya kupoteza 2-1 dhidi ya Simba Sports Club. Mechi hii inayokuja ni mechi ya matumaini, ili tuendelee na kasi yetu ya kuwa juu kileleni. Malengo yetu msimu huu tunapomaliza ligi kuu ya Tanzania tuweze kuyafikia.
Neno kwa mashabiki wa JKT. Mashabiki wa JKT Tanzania, JKT Queens, kwanza tuwashukuru na kuwapongeza kwa support yao, namna wanavyotuunga mkono, namna wanavyoshirikiana nasi. Tulikuwa kule Egypt kwenye mashindano, wa Tanzania tulikuwa tunaona wanatufuatilia, wanatuombea, lakini tu Mungu akupenda. Watanzania walioko Egypt walikuja kwa wingi, kuja kutusapoti, kuja kutushangilia. Kwa hiyo mimi niwapongeze na kuwashukuru, na kwamba tuendelee kuwa pamoja pale wanaposikia JKT Tanzania anacheza, JKT Queens anacheza, basi wafuatilie, waje waburudike na soka zuri linalochezwa na vijana hawa. Naamini miongoni mwa timu chache, ukitaja timu 2-3 zenye kucheza mpira unaofurahisha, usipowataja JKT Tanzania, usipowataja JKT Queens, basi wewe una kiriba cha roho. Una kiriba cha roho. Unaacha vilivyo bora kwa mapenzi yako, unakwenda kwa vile ulivyo na mapenzi navyo visivyo na ubora. JKT Queens, JKT Tanzania tunahitaji kuonesha ubora na watu waamini na kusifu ubora wa JKT Tanzania na JKT Queens. Asante sana Masao.